Niliwaambia nini? Na mmefanya nini? Samahani, naomba tu mtusamee, lakini hii ilikuwa ni kwa ajili tu ya kutafuta uhuru mimi pamoja na mpenzi wangu. Hatuwezi kuishi pale mlipotuweka. Naomba tu mtusamee. Niliwaambia mtu yoyote atakayeenda kinyume na amri yangu nitamuua. Na nyie mmekiuka amri yangu, ninawaua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yaani bwana nilivyokuona hapa kaka. Nimemkuta kule shemeji, yani shemeji sijui amezimia, sijui amekufa, hata sielewi. Kila nikijaribu kumtingisha hivi, yani onyesha reaction yote kama mtu yupo hai. Ndio maana nikana kuja kwako hivi tu tukamwangalie. Nini wewe? Umemwona wapi? Yupo ndani kwangu. Unasemaje? Wewe si nilikuuliza kama ipo chumbani kwako na ukakataa? Haya, sasa hivi imekwaje? Ule muda ambao ulikuwa unaniuliza sijui shemeji yangu yuko wapi, sijamuona, alikuwa yupo ndani. Sasa yeye aliniambia nisikwambie kama yeye yupo mule ndani. Kwa ndo maana nikaogopa kukwambia, nikajua labda mnaweza mkagombana. Sasa ndo ninapoingia ndani muda ule pale, namkuta yani amelala kitandani. Yani hata kile nikimtingisha hivi, hanyanyuki wala aongee kitu chochote yani. Naomba unisikilize kwa makini. Omba Mungu shemeji yako awe hai. Endapo kama nitamkuta amefariki, utaniambia ni siri ipi ambayo mimi nisifahamu. Tofauti na hapo, basi kichwa chako kitakuwa halali yangu. Niache. Baby, asa unaenda wapi huko maskini wa Mungu? Si ungekaa ndani ukanisikiliza nitakwambia nini? Turudi basi nyumbani tukayazungumze. Kwa nini unafanya hivi? Sasa unaondokaje? Nani bebi wako? Ningekuwa mimi bebi wako, ungenisaliti? Na sio kunisaliti tu. Nakwambia uniambie umenisaliti na nani? Hutaki kuniambia. Unaendelea kumficha ule unisaliti naye. Alafu unaniita baby. Hebu nisikilize basi. Punguza basi sauti kidogo sasa. Kumbuka hapa tupo njiani. Na watu wengi wanaopita pita hapa ni watu ambao wanatufahamu mimi na wewe. Kuna paza sauti kiasi hiko? Mwanamke hapaswi kuwa hivyo mamangu. Hebu turudi nyumbani tukayazungumza haya mambo. Mimi nitakuelezea kila kitu. Basi nakuomba turudi basi. Urudi nyumbani? Urudi nyumbani na nani? Siendi nyumbani. Nataka uniambie hapa hapa. Ule nisaliti naye ni nani? Na kwa nini umenisaliti? Alafu unaniambia biashara za kurudi nyumbani, usiniletee upumbavu. Bahati, mimi sio mtoto mdogo kiivo kuchezea hisia zangu. Nimeondoka nyumbani kwetu kuja kukaa na wewe kwa sababu nakupenda na nakujali. Alafu unanisaliti, unaniletea umalaya. Kweli? Nimekusaliti na mama yako. Jeli, ina maana mama mke wangu?
Naongea na wewe. Mangu, Bahati, umenisaliti na mamangu. Nimesikia sawa au? Hii yote ni kwa ajili yako. Hii yote ni kwa ajili ya penzi langu mimi na wewe. Aliniambia nikifanya hivi atakuacha. Utabaki na mimi nyumbani. Ningefanya nini Bahati? Na mimi sikutaka uondoke naye. Ili nibidi tu nikubali nifanye anachokitaka yeye ili mradi nibaki na wewe. Mimi nakupenda. Sitaki nikae mbali na wewe. Na ndio maana kama kufanya hivyo, sijafanya hivyo kwa sababu namhitaji mamako au mimi nampenda. Mimi sio chizi kiasi hiko. Nisikilize. तू सुबह की पहली किरण, मैं आधी रात की तन्हाई, तेरी बातें तेरी हंसी लिख गया मुझ में तू ही तू, दिल की स्याही से तेरा नाम सांसों की कागज पर, तुझ में ही मैं सिमट जाऊं। तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा रास्ता, दिल की स्याही से बस तेरा नाम रहता। Ndugu yangu vipi tena, mbona na mapanga? Tunatishana. Ndugu yangu, hivi unaogopa ile panga, si ndio? Ngoja nitupe. Budi. Katika hii dunia, yani kuna baadhi ya binadamu sio wema kabisa. Yani hivi mdogo wangu kabisa mimi hapa wa damu anaweza kabisa kusubutu kumuua mke wangu. Yani kamuua bila hata huruma. Hebu fikiria Gudi. Laiti kama ungekupo ni wewe, mtu wa design kama hiyo ungemfanya nini? Na hapo unaponiona nimetoka kumkimbiza huyu mbwa. Na laiti kama ningemkamata, ningekata kichwa chake hadharani. Na sielewi kwa nini kafanya hivi? Kweli binadamu wabaya. Kwa kaamua kabisa kumuua shemeji yake. Au kwa sababu alikuwa anatembea naye alikuwa anaona wivu. Nini? Ina maana mdogo wangu mimi alikuwa anatembea na mke wangu? Mbona si watu wengi mtaani hapa tunajua kwamba Jeli alikuwa anatembea na shemeji yake ambaye ni mtu wako wewe. Na ile mimba sio ya kwako, ni ya Jeli. Ndio maana muda wote mke wako alikuwa anang'ang'ania kwenda kwa Jeli. Mke wangu, nafikiri ushamuona tayari. Na mimba yako tayari ishalizika. Naona bora hata tuondoke kwa sababu mimi mwenyewe muda unazidi kwenda. Na nahitaji pia kuelekea kazini. Mimi siondoki. Bado ujauzito wangu hujaridhika kumuona. Sasa uondoke vipi? Na kati tulikubaliana na kusindikiza tu nakuja kumuona afu tunarudi wote nyumbani. Mimi si nimekuambia siondoki. Kuona nilazimisha hao. Shemeji,
bora tu ufanye kama anavyosema kaka hapo jiani. Kwa sababu mwenyewe natoka muda sio mrefu. Kama mlikubaliana mje mnione, alafu muondoke ni sawa. Kwa msikilize tu mwenzio, muende tu nyumbani. Siondoki, unapoenda tunaenda wote. Basi sawa. Fanya basi wewe kurudi. Mimi ngoja niwahi kwenda kazini. Wewe nenda bwana usinichoshe. Sawa. Yele. Huyu mjinga ameshaondoka. Sasa kilichofanya ni baki. Nataka muongeze mwanao mguu. Lakini shemeji, hiki unachofanya ujue yani hata sielezeani nacho. Kwa sababu hata kaka mwenyewe hajafika mbali ujue. Yeye akirudi bahati mbaya hapa, akitukuta. Kama unaongea na ukweli, Gudi, popote nitakapomuona Jeli, kichwa chake kitakuwa halali yangu. Gudi, popote tutakapomuona Jeli, nakuomba unipe taarifa. Sawa, nitakujulisha, ila mdogo wako katili kaua mwanamke na mtoto wake. Afu Basi baadaye kaka. Kwa hiyo mama, ulikuja nyumbani kwangu kulala na mpenzi wangu au kunichukua nirudi nyumbani? Unajua fika ninachokiongelea mama. Kumbe mama ni malaya kiasi hicho. Wewe kumvulia nguo mwanaume wangu. Hivi mama, wewe ni mamangu kweli? Ama nilibadilishiwa mama hospitali? Haiwezekani kama mimi ni mtoto wako wa kunizaa, unifanyie kitendo kama hicho ulichonifanyia mama. Sasa, nisikilize kwa makini. Nakuja nyumbani na kumweleza baba uchafu wako wote ulioufanya huku.